رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ahibba fillah, ikiwa tunaendelea na jalsa yetu, halqa yetu ambayo inasimamia masaili ya fiqh na kitabu ambacho tuko nacho ni Manhajus Salikin cha Sheikh Al-Allama Abdurrahman As-Saadi rahimahullah ta'ala. Leo katika jalsa yetu mlango ambao tunao ni mlango unaoitwa babu salati al-jama'ati wal imama, mlango unaozungumzia sala ya jamaa na al-imama, uongozi au uimamu. Sheikh rahimahullah ta'ala anza kusema kwenye kitabu hiki, asema salatu al-jamaa, sala ya jamaa, wa hiya fardhu ain, sala ya jamaa ni fardhu ain. Tukisema fardhu ain, fardhi katika sheria yetu ya Kiislamu zimegawanywa katika sehemu tatu. Faradhi katika sheria zimegawanywa katika sehemu tatu. Faradhi ya kwanza ni hii tunayoizungumzia inayoitwa fardhu ain, ambayo fardhu ain maana yake ni faradhi ya lazima ambayo ni wajibu kwa yule mtu mwenyewe kuitekeleza. Lau asipoifanya itakuwa madhambi yanamhusu yeye. Sehemu ya pili ya faradhi, tuna faradhi inayoitwa fardhu kifaya, faradhi ambayo ikifanywa na baadhi itawatosheleza wengine. Kwa mfano kwenye vitabu vya fiqh tunapewa mfano wa salatu janaza, swala ya kusalia maiti. Kusalia maiti wakiswalia baadhi ya Waislamu itatosheleza wale Waislamu ambao hawako pale, wao wasiingie kwenye makosa. Mfano mwingine, kwenye mji wetu wa Mtopanga kwa kuna udharura wa kupatikaniwe tiba aina fulani ambayo ni tiba ya kuwasaidia Waislamu, kisha tiba ile isipatikaniwe, Waislamu wote ambao wako pale watakuwa ni muakabun, wataingia kwenye madhambi. Sisi tuko pamoja? Yani kwenye mji huu wa kijiji cha Mtopanga kuna umuhimu wa kupatikaniwa hospitali kwa mfano, kisha hospitali isipatikaniwe, Waislamu ambao wako pale wote watakuwa wanaandikiwa madhambi mpaka siku ile hospitali itapatikaniwa. Kwa hivyo fardhu kifaya sio salatu janaza peke yake, ni jambo lolote linalowahusu Waislamu. Hata kukikosekana mwanachuoni katika kijiji mfano, Waislamu wa pale wote watakuwa wanaandikiwa iqam, madhambi mpaka siku ile wataketi watafute mtu waende wakamsomeshe kwa sababu ya kurudi kuja kuelimisha Waislamu wenzao. Tuko pamoja? Sehemu ya tatu ya faradhi ni faradhi inayoitwa wajibu, ambao ulama wa fiqh wanasema kwamba alwajib wal fardhu bi maana wahid. Wajibu na faradhi ina maana moja, lakini utofauti wake unakuja kwenye ibada fulani. Ibada ya hija, ibada ya haji ni wajib, wanawachuoni hawaiti ni fardhi, wanaita ni wajib kwa sababu wajib inamhusisha mtu maalum, yule ambaye ana istitaa. Ukisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man istataa ilayhi sabila, yule ambaye ana uwezo. Tuelewana? Naam, haya ni maelezo bila ikhtisar. Turudi kwenye kitabu. Rahimahullah ta'ala asema wa hiya fardun aini lisalawati alkhams ala ar-rijali hadaran wa safaran. Anasema swala ya jamaa ambayo tumeswali kwa mjumuiko ni faradhi ya lazima kwa swala zote tano, ala rijali, kwa wanaume, hadaran, ikiwa mtu yuko mjini, yani wewe ni muqim, wa safaran, na hata ikiwa mtu yuko kwenye safari, mwanamume kwake ni fardhu ain. Tujaribu kupigania wakati. قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى اختار المؤلف أن صلاة الجماعة فرض عين.
Sheikh Jibril Ibn Jibril asema mtunzi amechagua kauli ya kwamba sala ya jamaa ni faradhi ya lazima, wakhtara akthar al-ulama annaha wajiba, lakini wengi katika wanawachuoni hawakuiita ni fardhu ain, bali wengi katika wanawachuoni wanasema salatu jamaa ni wajiba. Lakini kulingana na msimamo wa Sheikh Abdurrahman Saad rahimahullah ta'ala, yeye kwenye msimamo wake ni kwamba salatu jamaa ni fardhu ain. Tuelewana? Lakini wengi katika wanawachuoni wanakubaliana kwamba salatu jamaa ni wajiba, na nimeelezea bil ikhtisar hizi sampuli tatu za faradhi. Ilikuwa nataka kutaja hapa. Wa dhakara ba'dhum, na baadhi ya wanawachuoni wengine wanasema kuhusiana na salatu jamaa annaha sunna, kwamba hiyo ni sunna. Kwa hivyo kuna aqwal al-ulama mukhtalifa, kauli za wanawachuoni ambazo zinatofautiana. Wengine wanasema ni sunna, wengine wanasema ni wajib, na wengine wanasema kama Sheikh Abdurrahman ni fardhu ain. Tuelewana? Lakini hii ambayo ni ya fardhu ain ni ya kuangaliwa kwa umakinifu, kwa sababu hii misikiti si imejengwa iswaliwe jamaa, ndivyo masivyo. Sisi sote tuseme kwamba ni sunna, fali yabqa ahadun fil masjid, kuna yote atabakia katika wanaume msikitini? Hakuna, si ndio? Turudi kwenye maneno yake Sheikh rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake. Sheikh aliposema kwamba ni fardhu ain rahimahullah ta'ala, akaleta na dalili kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alisemaje? laqad hamamtu an amura bis-salat, hakika nimekuwa na hamu niamrishe kuswaliwe. Yani mtume anasema nimekuwa na hamu niamrishe kuswaliwe, fatuqam sala islamishwe, thumma amura rajulan, kisha niamrishe mtu ya nasa, awaongoze watu, awe imamu kwa watu, thumma antaliq birijali ma'ahum, kisha mimi mtume atoke mtume na watu wengine, watu hao ma'ahum huzamun min hatabi, wawe na vijinga vya moto. Yani mtume anasema inakuwa ni hamu na tamani ni sala itimiwe, isimamishwe, niamrishe mtu mwingine aswalishe, mimi nitoke na baadhi ya watu, na watu wale wamebeba moto, ila qaumi, ni waendee watu ambao kwamba la yashhaduna salata, hawahudhurii kwenye sala, yani salata aljamaa, la yashhaduna salata fa uharriq alayhim buyutan binnar, nikazichome nyumba zao kwa moto, nikasichome nyumba zao kwa moto. Na hadithi hii iko kwenye Sahih Bukhari, kwenye taaliki hapa takhriji yake ni hadithi nambari 644, hadithun muttafaqun alayh. Yani manake kuna lafdhi katika Bukhari na kuna lafdhi katika Muslim. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi hii inatosha iwe ni tahdid, inatosha iwe ni onyo ya kwamba Muislamu mwanamume kuswali kwake msikitini ni afdal na ni aula kuliko kuswali nyumbani kwake. Although labda ikiwa kuna dhurufu na kuna dharura ambazo zimemlazimu yeye kuswali nyumbani, hayo ni masala mengine. Rahimahullah ta'ala asema wa aqalluha, tushafahamu kwamba hukumu ya salat kulingana na Sheikh ni fardhu ain. Tumetaja kauli mbili, ni wajib na sunna, na tumesoma hadithi hii tufahamu sasa ile jamaa yenyewe yasimamishwa vipi. Akasema Sheikh wa aqalluha, swala ya jamaa kusimama kwake uchache wake imamun wa ma'mum, ukishapatikaniwa imamu wa ma'mumun na mfuasi wa imamu mmoja tu, yaktafi yakuna jamaa, inatosheleza kuwa ni jamaa, yani imamu na ma'mum. Wanachuoni wengine wakasema hatutatizama utofauti wa imamu kuwa ni mwanamume na maamuma wake kuwa ni mwanamke, tayari itatosheleza kwa jamaa, kwa kumaanisha ya kwamba
wewe ukiswali na nyuma yako kukiwa na mwanamke, mke wako, tayari hiyo inakuwa ni jamaa. Tuko pamoja? Na unaingia kwenye kupata zile fadhila 27 daraja kuliko min salati al-fajr. Daraja 27, na katika riwaya nyingine ya Mtume 23 daraja. Zile 23 daraja pia unazipata. Kisha akasema wa kullama kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah, lakini jamaa inapokuwa watu ni wengi zaidi, kila inapozidi inakuwa inapendeza zaidi mbele ya Allah. Kila watu wanapokuwa wengi, na hilo ndio la msingi zaidi. Maana tukiwa wengi msikitini tutafahamiana, tutajuana, utawajua ndugu zako Waislamu, na pia kuna uwezekano ikiwa kuna swala lolote la kijamii la Kiislamu ni rahisi ikiwa tuko kwa wengi. Wala sijamaanisha ya kwamba ati watu wengi ndio ufaulu, simaanishi hivyo. Kwa sababu kulingana na ibada za Qur'an mara nyingi kufaulu kwa watu wengi waliofaulu ni wachache, lakini ile aljamaa, iitwa salatu aljamaa, watu wakiwa wengi zaidi ndio bora zaidi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, salatu aljamaati, sala ya jamaa, afdal, ni bora, min salati alfadhi, kuliko sala ya mtu peke anayesali peke yake, bi 27 darajata, kwa daraja 27. Yani yule ambaye ataswali na jamaa anakuwa tofauti mkubwa kweli. Yani thawabu zake, daraja zake zinakuwa 27 daraja kuliko yule mtu anaswali peke yake. Na kuna watu tabia zao ni hizo, yani yeye kuswali jamaa ni muhali, yani ni jambo ambalo likitokea tena, mara nyingine mtu anaweza kuwa yujipiga kifua kabisa, unajua mbona shekhe wachelewa sana jamaa, unajua mimi si mambo yangu mimi. Yani sio mambo yake kuswali jamaa, lakini ni mambo yake kuswali fardh, yani kuswali peke yake. Na pengine mtu anaweza kuchelewa ile jamaa, na kilichomchelewesha hata si kitu ambacho kina munasaba kisheria, ameketi maskani au kitu chochote kile ambacho hata kina uzani wowote, ikawa ndio sababu ya kumfanya yeye achelewa kuswali ile swala ya jamaa. Nafikiri mimi nitasimamia hapa insha Allah taala, alafu jalsa itakayofuatia tutakuja kukamilisha mlango, tuone kitu gani kingine ambacho tumefundishwa. Alafu tukitoka kwenye mlango huu tutaingia sasa babu salati ahli al-a'dhar. Ilikuwa al-mafrudhu leo tuwe tumemaliza mlango huu, tuingie babu salati al-eid kulingana na munasaba ambao tuko nao, lakini hatutaki kuruka nukta katika kitabu chetu, wacha tuende nacho hivyo hivyo. Kwa hivyo salatu al-eid ikija baada ya Eid insha Allah taala tutaendelea nayo kama kawaida. Ikiwa kuna dharura yoyote ya kuzungumzia masaili ya Eid tutazungumza kwenye darasa nyingine insha Allah. Kwa hivyo kama tuna swali kwa haya, mlango uko wazi insha Allah. Naam habibi. Swali la jamaa, binadamu wengine wanakuwa na mawazo kama sio? Naam. Swali la jamaa kwa jamaa, lakini mawazo yakawa na pengine kwa kumaliza ile swala. Naam. Lakini kwa mawazo yako ndio. Ndio unaweza kupata vitu hapo. Hapo tunakuachia wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunaamini ya kwamba madamu umeswali jamaa zile 27 daraja utazipata. Lakini unapokuwa una auham katika swala yako, hauwi sawa na mtu ambaye amekuwa na tumanina na khushu. Lakini pia tusisahau aya Allah subhanahu wa ta'ala, manake waliuliza masahaba maswali hao, waliuliza masahaba walipoambiwa swala la kumwogopa Allah, ittaqullah haqqa tuqatihi, mwogopeni Allah haki ya kumwogopa. Kisha wakawa na maswali mengi, kwa sababu mtu aweza kuingia kwenye swala kama bwana mmoja alikuwa anaelezea, anasema alikuwa anafahamu rakaa za swala kupitia biashara yake. Na siku moja imamu aliswalisha salatu dhuhur
imamu akapiga rakaa 3. Hakuna aliyefahamu isipokuwa alikuwa ni mtu mmoja tu. Imamu mwenyewe hajui na wale maamumina wote pia walikuwa hawajui isipokuwa mtu mmoja. Baada ya sala yule bwana akamwambia imamu, leo umetupitisha mbio, leo ni rakaa 3. Imamu anamuuliza, wewe umejuaje? Manake watu wote hawajui isipokuwa ni wewe. Namwambia mimi na biashara maduka 4 hapa. Sasa nikifanya calculation zangu najua rakaa ya kwanza huwa nishapitia duka la kwanza. Lakini leo nimefika la 3. Wewe umepiga salamu, wewe umetusalisha rakaa 3. Kwa kumaanisha ya kwamba watu ingia kwenye kuswali mara nyingine ikawa mtu ana mambo mengi kweli kweli, lakini hayachukuliwi ya fattaqullaha mastata'tu, muogopeni Allah azza wa jalla kwa kadri mnavyoweza, kwa kiwango chenu. Ma tutiquna, katika amali Mtume anasema uklufu, matni hadithi nasema uklufu ma tutiquna, kitu kama hicho, ikalifisheni kwa mambo ambayo yana mnasaba na uwezo wenu. Kwa hivyo mtu aweza kuingia kwenye kuswali ikawa na mawazo, ana fikra, wala hatujasema kwamba mlango huo uko wazi. Mtu ajitahidi atafute ile tumanina na khushu kwa kadri ambayo ataweza, lakini hayachukuliwi yale, madamu swala yako itakuwa imeanza vizuri na imemalizika vizuri. Sasa masala mengine tumwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Na swala moja kuuliza kutoka kule ama la alina mpangilio katika ile swala mbali. Naam. Kuna jamaa mmoja alikuwa watu 9 wa Kiswahili. Naam. Naam. Alipokwenda kwa shekhe kulayani namna kupata toba. Naam. Ile shekhe kumwambia madhambi yako makubwa sana kabisa, wewe kusamehe wakati huu. Naam. Unafahamu? Naam. Hapo tunafahamu kwamba ule shekhe ni kwa sababu alimwambia madhambi yako kusamehe. Naam. Naam. Na kana kwa mwingine kwamba toka Mungu ile namwambia kusamehe. Sasa hawa Kiswahili hakuna jambo linalokuwa lazima ni sababu walifanya kosa gani mpaka wao. Tumeelewana? Na najaribu nikuelewe zaidi. Mpaka kabagua hapo watu lazima wote kwa Oh, mashallah. Swali la Sheikh aliuliza, asema kuna mtu aliua watu 99, na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hadithi hii hata kwenye Riyadhus Salihin iko katika babu tauba. Ni hadithi ambayo imewekwa kwenye mlango wa tauba kwa munasaba ya kwamba mtu asikate tamaa, la taqnatu min rahmatillah, mtu asikate matumaini katika rahma ya Allah. Huyu bwana aliua watu 99 mpaka mwisho akakamilisha 100, ndivyo sivyo? Sasa swali likaja, wale watu waliouliwa wale 99 mpaka 100 walikuwa na makosa gani? Mtume alikuwa hajatuelezea hapa makosa ya wale watu, alikuwa tuelezea makosa ya huyu mtu, kwa sababu huyu mtu katika makosa alikuwa nayo alikuwa ni muuaji, na wauaji wako sampuli nyingi. Kuna watu huua watu bila sababu, kuna watu huua watu kwa sababu wao ni wale waizi wa barabarani wa njiani, kulingana na hadithi ilivyokuja. Sijui wanawachuoni kama wameeleza vipi kinagaubaga, lakini ilikuwa ni mtu ambaye ana madhambi, yani ni mkosefu. Kwa hivyo alikuwa ameua watu kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni mtu wa madhambi, na baadhi ya wanachuoni walikuwa wanasema kwamba si kuua tu, bali alikuwa amefanya na madhambi mengine kama kuzini, kama mambo mengi. Kwa hivyo hadithi ile ya Mtume haikueleza madhambi ya waliouliwa, ilieleza madhambi ya aliyeua, kwamba huyu alikuwa ni muuaji. Na sisi tufahamu mtu akiwa ni mkosefu, watu wa vipanga hawa wanawaua watu, wale wanauao hawana hatia yoyote. Yule aliyeua ameua kwa sababu kuna kitu pengine alikuwa anakitaka, pengine ni simu ama ni nini na nini, sitoelewana. Kwa hivyo si hadithi haikuelezea habari ya waliouliwa, imeeleza habari ya aliyeua kwa sababu ni mkosefu, yani ni mtu mwenye madhambi na alikuwa anafanya ni dhulma,
yani kuwadhulumu watu na hali kama hii. Nafikiri sijui kama nimekujibu hapo Sheikh ama bado. Kuna wavuvi wa papa na wangisi. Barakallahu. Naam. Alaikum salaam. Naam. 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 Mashallah, barakallahu Sheikh. Swali ambalo linaulizwa na Sheikh ni masaili ya zakatul fitri. Ilikuwa naamini kwamba labda pengine mashekhi wameelezea, lakini nitajaribu kuelezea kwa uchache. Kwanza Sheikh ameuliza maswali matatu kwa pamoja, si ndio? Hukumu yake, kitu gani kinafaa kutolewa, na kiwango. Nafikiri sijakosea. Hukumu yake ni fardhi. Tutatumia neno fardhi kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na ni Aisha ama Ibn Umar, kitu kama hicho, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata alfitr, Mtume amefaradhisha. Kwa hivyo kwa kuchukua ibara hii ya neno faradha, tutasema hukumu yake ni faradhi, mbali na masaili ya wanachuoni wa fiqh. Wako wengine wanasema ni wajibu, wengine wanasema ni sunna, na mengi yamesemwa, lakini tunasema ni faradhi. Yani ile zakatul fitri ni faradhi. Na lengo la zakatul fitri, kuna malengo mawili makubwa. La kwanza, yani tuhratul lisaim, kumtahirisha yule aliyefunga na machafu aliyoyateleza katika Ramadhani, kama kuzungumza vibaya, vitu kama hivyo. Hadithi imesema tuhratul lisaim, kisha kukatajwa neno rafath. Na rafath sisi tunajua maana yake. Rafath imekuja kwenye Qur'an kwa maana ya jimaa, yani mume na mke kuingiliana. Na rafath kwenye hadithi za Mtume imetafsiriwa yani kutoa maneno machafu. Na ya pili katika hikma yake, yani tu'matul limasakin, lengo la kutoa ile zakatul fitri ni kuwalisha maskini, kwa sababu ni siku ya furaha. Na wale maskini ambao hawana kitu, hawajiwezi, na wao pia waenjoy wale kama watakapokula wengine. Ya pili ni kipimo chake. Kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipimo chake ni saa, yani mtu anatoa pishi, unatoa pishi moja, yani unatoa pishi moja, na pishi moja ni 4 amdad, ni vibaba vinne. 4 amdad, vibaba vinne. Wamut, kibaba kimoja ni kiwango cha kuchukua chakula kulingana na mikono. Yani unateka chakula kwa mikono, mafumba mawili kwa hizi kafaini. Unachukua cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, ni 4 amdad. 4 amdad ni saa, ni pishi moja. Hicho ndio chakula ambacho mtu anafaa, kiwango hicho ndio mtu anafaa kutoa zakatul fitr. Tukiangalia ile 4 amdad, tujalie kwa kila
fumba moja ili umechukua ni nusu. Kwa hivyo arba'atu amdadi itakuwa ni kilo 2. Sijitoelewana. Arba'atu amdadi takriban kilo 2. Wanawachuoni wetu wametuwekea idadi katika kutoa kwenye zile shaka. Sawa, al-muashiruna. Wengine wakasema kilo 2.5 mpaka kilo 3. Lakini wewe mwenyewe ukichukua zile arba'atu amdad, sijui mwaka jana ama mwaka juzi tuliwahi kufanya hiyo, tukachukua mchele tukipima na mikono alafu tukatia kwenye hizi kilo zetu, unapata ni hapo hapo. Na kuna wengine kidogo mikono yao midogo, basi inaweza hata kupungua ile, lakini vizuri ni hapo kilo 2.5 hadi kilo 3 kwa kuondoa zile shughuli. Ama nini kinachotolewa zakatul fitri? Hadithi ya Mtume imetaja tende, imetaja shairi, zile bali, ngano. Vile vile imekuja hadithi ya Abdullah ibn Umar imetaja at-ta'am, chakula. Sasa mbali na zile hadithi nyingine ambazo zimetaja specific vitu maalum kama mchele, tende, mpaka iko hadithi imetaja zabibu, zabibu. Hizi hadithi zote tutazitia kwenye hadithi ambayo imetaja ta'am, chakula. Kwa hivyo tutatoa chakula. Ndio maana wanachuoni wa fiqh wakasema kwamba ni zakatul fitri, utatoa kile chakula ambacho kinahusika katika mji. Yani chakula ambacho watu wengi wanatumia katika. Kwa mfano ukienda maeneo watu ni ugali kwenda mbele, basi zakatul fitri maeneo hayo utatoa ugali. Pengine ukienda mahali kuna watu zakatul fitri yao ni kunde, yani chakula ambacho maarufu katika ule mji ni kunde, basi utatoa, tufahamiana sijui. Tuko pamoja? Kwa hivyo utatoa chakula ambacho kinalika pale katika mji. Na akhira shekhe akauliza, kwa sababu aliyoyauliza naamini yeye anafahamu, bali ameuliza kwa sababu ya wengine hapa. Je, zakatul fitri tutatoa pesa au tutatoa chakula? Kulingana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zote zimetaja ni chakula, lakini katika madhahib al-arba al-ahnaf, an-Nu'man Rahti rahimahullah ta'ala, Abu Hanifa yeye kwenye msimamo wake amejuzisha kutoa pesa. Yani unaweza kutoa zakatul fitri, yani ukatoa pesa kulingana na msimamo wa Abu Hanifa. Lakini yeye yuko peke yake. Muhammad ibn Idris, Imam Shafi, Malik, Hanbali, hawa wote watatu wamekubaliana kwamba zakatul fitri mtu hatoi pesa, bali zakatul fitri mtu atatoa chakula. Na hii ndio kauli ambayo ina nguvu zaidi, kutoa zakatul fitri chakula. Wallahu a'lam. Naam, shukran. Nafikiri yule ambaye anafaa kutoa ni nani? Anayefaa kutoa ni mtu yoyote ambaye amefunga, kwa sababu hadithi inasema tuhratul lisai, inatahirisha yule aliye. Kisha awe na sifa ya pili. Sifa ya pili ni kwamba yeye awe na uwezo wa kumiliki chakula chake tu cha siku ile ya Eid. Akishakuwa na uwezo wa kuimiliki yeye mwenyewe siku yake ya Eid, basi anatakiwa kutoa zakatul fitr. Anayepewa kulingana na hadithi ya Mtume, tuhmatul limasaki, atapewa maskini, kwa sababu ni chakula cha kulisha nani? Maskini. Okay, inaweza kuwa sisi sote maskini, lakini hali zetu tutafautiana. Kama vile matajiri walivyo, pia hali zao tofautiana. Kuna tajiri wa kumiliki Probox, kuna tajiri wa kumiliki V8 wa halum majaz. Wallahu a'lam. Ngoja tuende kwa Sheikh. Naam. 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 Hajabaligha. Mashaallah, barakallahu fik.
Swala la kwamba amebalegha ama hajabalegha kwamba linahesabika kwenye jamaa mpaka niliangalia kwa ndani zaidi, lakini madamu wawili wamepatikaniwa salatul jamaa tayari imetimia, lakini hapo tutafanya nadhari kidogo inshallah. Barakallahu. Sheikh, Naam. swala hilo kuhusu Naam. mimi nchi na ng'ambo. Naam. Funga lakini nakwenda hapa Akufungiki kule. Sasa katika kutoa fitu. Naam. Waweza kutoa kwa hesabu ya nchi ya Kenya au kwa hesabu ya kule ambapo unaishi? Wewe utatoa kulingana na hesabu ya pale mahali ulipo. Pale mahali ulipo ndio utatolea zakatul fitri. Wewe sasa hivi si uko Kenya, utatoa zakatul fitri kulingana na mnasaba wa Kenya. Naam. Kidogo sana. Yani umeleta takbiratul ihram, Allahu akbar. Si zina majina tofauti lakini zitakbir. Kuna takbiratul ihram na takbiratul intiqal. Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti. Takbiratul ihram hii ya kufungulia swala. Takbiratul intiqal ni ya kuhama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo haiwi takbira. Mara nyingi tunaona watu wako hivyo. Yaani mtu ametoka kule anakuja, yani watu wako kwenye kurukuu, ataipiga ile double anachanganya. Apiga takbiratul ihram, Allahu akbar. Ubainishe kati ya takbiratul ihram na takbiratul intiqal. Thumma baada dhalika utaenda kwenye sasa. Naam. Madamu umeshapiga kwanza, takbiratul intiqal ni katika wajibu na katika sunna. Takbiratul intiqal ni wajibu na sunna. Na tulitaja katika wajibati sio? Ama tumesahau? Naam. Naam, hivyo ndivyo inavyotakiwa. Swali litakuja usipofanya hivyo, swala yako itakuwa. Aweza kuzileta. Unaleta takbiratul ihram, thumma baada dhalika kwenye kurukuu utaleta takbira ya intiqal. Mahama sasa. Lakini usijumlishe, ni takbira ya kuhirimia swala, kufungulia swala na ya intiqal. Haitatakiwa hiyo. Naam Sheikh. Naam. Ndio. Naam. Mashallah. Kwanza nitaja vitu viwili. Kitu cha kwanza kushikana mabega. Hili jambo la kushikana mabega si katika mafunzo. Na mtu akitaka kuswalishwa jamaa na mwenzake kusimama tu bavuni mwake upande wa kulia tayari inatosheleza, lazima umshike bega. Hilo swali ulouliza wanawachuoni wamelizungumza sana, na mazungumzo ni kwamba je, inaruhusiwa kwenye msikiti kuswaliwa jamaa zaidi ya moja? Wanawachuoni wengine wakasema haifai. Yaani wewe ukishakosa jamaa hii moja ni ung'ang'ane upambane ufikie kwenye jamaa ya kwanza, lakini zile jamaa nyingine kwamba hazifai. Wengine wakasema inafaa ikiwa ni kwenye musalla. Kama ni kwenye musalla, jamaa za hata zaidi ya moja. Kwenye msikiti haifai. Musalla maana yake ni sehemu
Kwa mfano kama pale watu wameamua na swalia na pengine kwenye kampuni wameweka mswala wao pale itajuzu. Wale walisema inafaa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambapo Mtume alikuwa anadarasisha, kisha akaja mmoja kuswali peke yake. Mtume alimwamsha sahaba akamwambia mswalishe. Sio tuelewana. Yule sahabia akasimama akamswalisha. Sasa wenye kusema kwamba jamaa inajuzu wakati wowote, hata kama kumemalizwa jamaa kuna jamaa nyingine, wanastadili kwa hadithi hiyo. Lakini vizuri zaidi jamaa inatakiwa iwe moja kwenye msikiti. Hii ndio kauli ambayo ina nguvu zaidi. Jamaa ni moja kwenye msikiti, tusiwe na jamaa zaidi ya moja. Yule ambaye amechelewa swali peke yako pale, tukizoeshana jamaa zinakuwa nyingi, inakuwa ni mtihani. Sasa waweza pata jamaa karibu 6 msikiti mmoja pale, wale jamaa vurugu. Sasa kelele salatu dhuhuri ya mambo yatakuwa rahisi, na al-asr haya magharibi, manake swala za kutoa sauti, watu wako magharibi pale, watu wako magharibi, wale wanakuja kuchelewa na timu yao ya mpira wako pale, wale wametoka kwenye video makera, itakuwa ni balaa msikiti. Kwa hivyo jamaa iwe moja. Wallahu a'lam. Tuende kwa ile shekhi kwanza, la turudi kwa. Najua lako ni la mwisho la kufunga kikao. Na shekhi. Na habibi. Naam. Naam. Madamu ni msikiti, tuanze na hilo kwanza. Madamu ni msikiti, hukumu yake itabakia vile vile kuwa msikiti popote pale ulipo msikiti. Nafahamu kama ule msikiti wenu pale mambo yanakuwa hivyo, jamaa zinakuwa nyingi, lakini hukumu itabakia ni vile vile. Kama kutakuwa na dhurufu nyingine tutafanya istifsari inshallah. Alafu jambo la pili, shaka bado sijamaliza. Jambo la pili ni hili swala la hizi nguzo. Na ukitu tulikuja kueleza hadithi ya Mtume hapa wakati tukisomesha adabul mashi ila salat. Mpaka tukaeleza kuna wakati pia Mtume aliwahi kuswali baina rukunaini, kati ya nguzo mbili, na tukaeleza sababu. Na tukasema sio vyema mtu kuswali kuswali kwenye safu ambayo itagawiwa na nguzo. Lakini ikiwa ni masaili ya kidharura, ni masaili ya kidharura, basi tutaswali au masala mengine. Kwa sababu Umar ibn al-Khattab siku moja aliwahi kusujudu juu ya mgongo wa mtu. Yaani wakati wa kusujudu, yani ile msongamano, ile zahma ya watu, ikabidi hakuna sehemu akasujudu. Ni riwaya hii ambayo imepokewa. Sasa kwenye masaili ya kidharura ni masala mengine inshallah taala. Na tuende kwa kesho. Na wacha nikamilishe kwa sababu sikukamilisha. Yule aliyefunga anatoa zakatul fitri. Kwa mfano kama mimi baba nitatoa zakatul fitri, na wote ambao wako chini yangu nitawatolea zakatul fitri. Katika kuwatolea zakatul fitri ni wajibu wangu mimi, na nitatakiwa kumtolea mke wangu, watoto wangu wote, ni wajibu. Alafu kuna wengine pia ni sunna kuwatolea. Kwa mfano mtoto yuko kwenye tumbo la mamake, ni wangu, naweza kumtolea zakatul fitri mimbabi sunna, katika mlango wa sunna, sio wajibu. Nafikiri ilikuwa ndio huko. Barakallahu. Tumalize na swali lako alafu tufunge kikao. Swali ni kwenye rukuu ama kusujudu. Naam. Kuna watu wanasema subhana rabbil ala. Kuna watu wanasema
subhana rabbiyal a'la na rabbiyal a'la. Sasa sawa ni wapi rabbil a'la ama subhana rabbiyal a'la? Ukisema subhana rabbi al-a'la ama useme subhana rabbiyal a'la. Naam, ipi ambayo iko sahihi? Zote ziko sahihi, lakini iliyo sahihi zaidi katika ufasaha wa lugha ya Kiarabu ni kusema rabbiyal a'la. Kwenye kurukuu ama kusujudu umesema Rabbiyal a'la. Yasoma kusujuduni ama kwenye kurukuu? Pia waweza kusema hivyo. Naam, sawa. Umesikia hiyo faida hiyo? Kwenye kusujudu tutasema subhana rabbiyal a'la. Pia kwenye kurukuu tuweza kusema subhana rabbiyal a'la. Usibadilishe, rudi hapa nyuma. Hapa nyuma ni muhimu sana. Subhana rabbiyal azim. Sasa yote ni moja na kuelewana na sasa tutafahamu yote inakuwa ni yama na subhana rabbiyal a'la. Mimi nilikuwa kuna kitu nataka Waislamu tufahamiane. Subhana rabbiyal a'la ni dhikri ambayo tunaisoma kwenye sijida. Uliuliza, je, ni rabbil a'la ama ni rabbiyal a'la? Nikakwambia zote ni sahihi, lakini katika ukufunzi wa lugha ya Kiarabu bora ni kusema rabbiyal a'la, yani ile yaul mutakallim iweze kutamkika. Kwa sababu gani? Katika lugha ya Kiarabu nasema hazikutani sakna mbili isipokuwa moja lazima iwe mutaharrika. Sakna mbili zikikutana, sakna ya nyuma yuqallabu haraka, ubadilishwa kuwa haraka. Haraka maana yake ni fatha na kasra au dhamma. Sijui tuelewana. Ukisema subhana rabbi umemaanisha ametakasika Mola wangu, iko sahihi kabisa, lakini hiyo ya ina sakna. Tumeelewana? Kisha baada ya hapo kuna alifu na lam ambayo ina sakna. Katika lugha ya Kiarabu idha taqasa kilaini, wanasema ulama wanawe, zikikutana sakna mbili yuqallabu al-awwalu al-haraka, ile ya kwanza hubadilishwa ikawa haraka, yani uweko fatha ikiwa inakubali fatha au kasra. Sio tuelewana? Ndio nikakwambia kusema subhana rabbiyal a'la, hiyo ndio fasaha kabisa, kwa sababu sakna mbili hazikutani mahali pamoja. Nielewa kubadilisha msimamo wangu ni hivyo hapo sasa, lakini ni swali la subhana rabbiyal azim. Naam. Na hapa pia ni vile ni sawa tu na rabbiyal azim ama rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, kwa sababu al-azim inafaa kuwa maarifa. Kuna kitu kinaitwa nakira na kuna kitu kinaitwa maarifa katika lugha ya Kiarabu. Nakira sijui nitakuelezea vipi katika lugha ya Kiswahili, lakini nikianza maarifa itakuwa ni rahisi. Kuna kitu kinaitwa noun katika lugha ya Kiingereza. Wewe ni mzungu atakayozungumza, sio? Kuna noun na common noun. Common noun ni maarifa. Tuelewana? Kwa mfano tukisema Kenya au tukisema London, si ni jina, lakini ni jina, ni maarufu, sio? Sasa kuna alama 7 au 6 ambazo zinafahamisha kwamba jina hili ni maarifa, yani maana yake hili ni common noun. Miongoni mwazo ni alif na lam itakapotangulia kwenye jina, huitwa jina lile ni maarifa. Na Allah yeye katika sifa zake zote ni maarifa, ni anatambulika. Kwa hivyo useme subhana rabbil azim bila kuweka ile alif na lam, lazima uweke ile alif na lam, kwa sababu yule tunayemzungumzia kwamba ni mkubwa tumtambua, ambaye ni Allah, lazima tuweke ile alif na lam. Tukisema tukiondoa alif na lam tutaifanya nakira, maana sio common noun, ni jina lakini hatufahamu, na itakuwa ni makosa ikiwa tunamtukuza mtu ambaye hatumfahamu. Kwa hivyo tutasema subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ile alif na lam. Sawa? Umenipatia tambihi kidogo nikumbushe, kama vile kutamka Allahu akbar katika hizi takbira. Sijui maimamu wetu wengine wako wengine wasikia wasema Allahu akbar, Allahu akbar, yani ile akbar wasikiki. Hii ni mubtada na khabari yake, si ndio? Kianzilishi na sifa yake lazima zisikilike vizuri. Allahu akbar
tusikie Allah ni nani, ni mkubwa. Jamaa, tusimamieni hapa inshallah. Ni best kabisa. Kuna kitabu chaitwa Hisnul Muslim, kinga ya Muislamu, kiko kwa lugha zote. Ukisoma kitabu kile cha Qahtani rahimahullah ta'ala, amekuelezea dhikri za kila sehemu, tena mutanawwi'a, tofauti. Kwa sababu sisi tumezoea subhana rabbiyal a'la, lakini ziko nyingine, sajada lillahi alladhi fatara as-samawati. Hizi zote ni dhikri na tutatakiwa tuzifahamu. Ndio ukiswali kwenye sijda hii waleta hizi, kwenye sijda nyingine waleta zile, yani unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua tofauti maathura, lakini zilizopokewa, usitie za kwenye sala. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله.